Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo, siku ni ya Jumapili, siku ambayo kwa wingi huwa katika hali ya kungoja kubarikiwa na Mwenyezi Mungu, hali ya utiifu mno, huwa katika hali ya kumtafuta Mwenyezi Mungu. Siku ni ya Jumapili. Asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, wakati ambapo uko katika hiyo hali unahisi uwepo wa Mwenyezi Mungu, hutaki kukosana na mwenzako, hutaki unataka tu kukaa katika maisha ya utakatifu, maana ni siku ya Jumapili. Asubuhi ya leo tuanzie ibada hapa katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, kipindi ambacho utabariki, kipindi ambacho utuinua kiroho, kipindi ambacho mtumishi wa Mwenyezi Mungu utuombea. Nazo baraka huwa tunazipokea kwa wingi, na huwa hata wakati ambapo tunakaa tunashinda kwa hiyo siku, tunatembea tukiwa tunakumbuka hilo fundisho ambalo tuliweza na kuletewa ama kufundishwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, karibu sana katika hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Neno ama fundisho tunaletewa na Pastor Ruth Sani kutoka kanisa la ABC Katangi Pastorate wa Monyu Pastorate, Machakos Sub-Headquarters. Karibuni. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Undugu TV, naja mara tena siku ya Jumapili ambao tulianza neno pamoja nawe kuanzia Jumamosi hadi siku ya leo ya Jumapili. Nikishukuru Mungu kwa maana tuliweza kuenda pamoja, na pia tunapofunga mahubiri ya wiki hii kwa maana ni Jumapili, na toa shukurani kuu kwa maana Mungu ametuwezesha yote. Na kwa hayo na kuomba tena nikikukaribisha ili uweze kukaribia mahubiri ya siku ya leo tena, nikikuamkua ujambo mpendwa, natumai umzima katika Kristo Yesu. Kwa hivyo naomba tusome neno la Mungu ambalo litaweza kutuongoza katika waraka wa kwanza wa Wathesalonike sura ni ya 5 nitasoma mstari wa 17 hadi 19, na nitasoma hili neno katika jina la Yesu. Ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo, maana haya ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Msimzimishe roho. Asante Jehova Mungu, ni kwa ajili ya neno lako ambayo inatutia nguvu, na neno ambalo ni la maana na manufaa kwetu. Neno linatuwezesha kuyashinda majaribu kama vile Yesu uliweza kufanya. Tusaidie na Mungu ukatuinue kiwango kingine kwa ajili ya neno, na Roho kwa Mtakatifu akapenye ndani ya roho zetu, akipasua na kupata makao, na hakika tuweze kukuita Mungu tukiwa nayo furaha kwa maana umetenda. Tuomba yote na ni kwa ajili ya Yesu tumeomba. Amen. Ile lengo hapo tutakuwa nayo, ingawaji malengo ni mengi yale ambao unaweza kuyatoa pale kulingana na vile tumesoma. Umehubiriwa mara nyingi sana huo waraka, lakini siku ya leo lengo ile tutaitoa pale ni kungoja siku ya Bwana. Kungoja siku ya Bwana. Tunaposema tunangoja siku ya Bwana, swali ambalo tunapaswa kujiuliza ni hili: tunangoja siku ya Bwana tukiwa namna gani?
tukifanya nini? Manake kuna zile kazi zetu huwa tunazifanya za kila siku, na kwa upande wa Mungu huwa tunafanya nini kila siku? Kwa kumngoja huyu Yesu Kristo, manake juaja atarudi mara ya pili na atarudi kuwachukua wengi. Basi mtumishi wa Mungu akiongea na Wakristo wa Thesalonike, aliongea nao akiwajibu maswali walikuwa wanamuuliza. Tukianza kusoma hicho kifungu ama hiyo sura, hakika tunaona wakiongea wakiwa na maswali mengi sana, lakini hapa anawajibu akijaribu kuwahimiza waone siku ile ambayo inakuja itawapata, na Yesu Kristo atawapata wapi, wakifanya nini. Kwa hivyo kuna jibu hapa, na jibu la kwanza ni tukisoma mstari wa 17 unasema ombeni bila kukoma. Ni akina nani wataomba? Wakristo wapendwa wa Mungu, tunahimizwa tusidi kuomba, na tunapohimizwa tusidi kuomba, Shetani anajua ya kwamba tunapaswa kuomba, na yeye hataki tukiomba. Basi wakati ule umetenga wa kuomba, anakuletea jambo la kwanza usingizi, na ukishinda usingizi anakuonyesha fanya jambo hii, ukimaliza hii anakuonyesha hii ingine, ukimaliza hii anakuonyesha hii ingine. Wakati mwingine unafika wako wa kutoka na kuenda, na wakati huo haukuomba. Biblia inatuambia tuombe bila kukoma. Kwa hivyo utakomesha kazi, utakomesha mambo yale mengine, na uanze kumuomba Mungu. Kwani kuomba ni kufanya nini? Kuomba ni kunena na Mungu, kusemesana na Mungu, kumwambia shida na hoja, kumshukuru Mungu akijua pia naye akurudishie baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapomngojea huyu Yesu Kristo aje, tuwe tunaomba na tusikome kuomba, kwa maana utapata nguvu kutoka kwa maombi. Hakika utawezeshwa kudumu katika maombi na kudumu katika hili neno pale kwa maombi. Utamshinda Shetani kama vile tulisoma hata tu wiki hii. Yesu Kristo alimshinda Shetani kwa maandiko na kwa maombi. Kwa hivyo wake up, amka penye uko. Hata ikiwa uko pale ukifanya biashara yako, hakika funga wakati mwingine, soma neno, omba, ongea na Mungu, mwambie ninaona haiendelei vizuri biashara yangu. Kwa hivyo ukimuomba pale, umempea nafasi ya kwamba omba bila kukoma. Na pili, tumshukuru Mungu, na waliambiwa hivyo, wamshukuru Mungu kwa yote, yakiwa mazuri, yakiwa mabaya. Tumshukuru Mungu tukiona yote ni kwa ajili ya Mungu. Endapo ni mabaya, anajua atafanyaje. Wakati wa Sauli na Daudi, alipomuondoa Daudi, maandiko yanatuambia alipomuondoa huyo akamweka mwingine. Kwa hivyo atakapoachilia neno ngumu na nzito na mbaya kwetu kama wanadamu itendeke, anajua the next step. Alipomuondoa mtoto wa kwanza wake Daudi na Bathsheba, alimleta mwingine, na mwingine wa ahadi ambaye ni Sulemani. Tukikumbuka mambo ya Sulemani, alikuwa ni mtoto wa baraka sana. Na nikimalizia, Biblia inasema ya kwamba mstari wa 16, tusimsimishe Roho wa Mungu. Tusimsime yule Roho ambaye anatuongoza.
tunamzima namna gani? Tunapoingia katika dhambi, Roho wa Mungu haingii kwa usherati. Roho wa Mungu haingii kwa udanganyifu. Roho wa Mungu haingii kwa majivuno. Kwa hivyo tusimzimishe huyo Roho kwa yale mambo tunayoyafanya. Tuyaache yote na tuamke, tuombe na tumshukuru Mungu. Ndiposa Yesu Kristo akija kulaki kanisa, tuwe wa pamoja na wale watanyakuliwa. Bwana Yesu alibariki neno lake. Amina. Asante Mungu Baba mwenye enzi. Tunatoa asante na shukrani kuu, mimi na watazamaji na pia wengine wanasikiliza. Jehova Mungu, kwa maana Jumapili ya leo umeongea nasi ukituhimiza ya kwamba Yesu Kristo yuaja, na akija atupate tukiomba, na akija apate pia tukishukuru mema kwa mabaya. Maanake wakati mwingine unaruhusu. Kwa hivyo ukatusaidie Mungu wetu, na ukatuongoze. Bariki mtu yuko mahali pale, na umuongeze nguvu. Umtie nguvu moyoni na mwilini. Mtie nguvu katika yale mafikira. Yesu Kristo mwana wa Mungu, nyosha mkono wako kwa roho ambayo inalia mahali, kwa mtu ambaye anakuita mahali, anakulilia Jehova Mungu. Hakika sikia kilio chake asubuhi ya leo. Endapo ni maumivu kwa moyo, maumivu kwa mwili, huko pale Yesu Kristo mwana wa Mungu, nyosha mkono wako na umunguze mara tena, na akaweze kuinuka na kuone wewe ukiwa Mungu, ukiwa umejibu ombi lake. Bwana, umbaki na watu wako na uwasaidie wote. Nikikumbuka hii stesheni, unaijua na unaielewa. Aliyeiruhusu Mungu wetu, baba yetu Haki Bishop, ukambariki na kazi nyingi sana, na mwili wakati wamefikia ambayo hauna nguvu, mtie nguvu tena Yehova Mungu, ukirenew akili zake, na Bwana akaweze Bwana, hakika wote watakao kuja kwake Bwana, ukaweze kumsaidia, na kwa yote akaweze kusimama na haki na neno lako Bwana. Watazamaji wabaki salama mpaka wakati tutakapoonana tena, majaliwa yako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Bye bye. Maombi ya kudumu na utiifu kwa Roho Mtakatifu, yani undumisha moto wa kiroho na utuwezesha kuishi kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Maombi tu ya kudumu na kuishi katika utiifu wa Roho Mtakatifu. Hapa Paulo yani anatuhimiza kuomba bila kukoma na kutozima Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwetu. Na pia maisha ya Mkristo yanapaswa kuwa ya mawasiliano na kudumu na yani ya kudumu na Mungu mwenyewe ambaye ni baba yetu, na unyeti kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, na unyeti kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Yani tunapoacha kuomba, ukiacha maisha ya kuomba, ukipuuza, ama wakati ambapo tumeweza na kupuuza sauti ya Roho Mtakatifu, tunadhoofisha moto wa kiroho ndani yetu. Unadhoofisha moto wa kiroho ndani yako unapopuuza maisha ya maombi, unapopuuza sauti ya Roho Mtakatifu. Wakati ambapo unaomba, wakati ambapo uko katika ile hali ya kufunga pale, yani jaribu tu kuhisi Roho anafanya kazi. Roho Mtakatifu, sio roho tu, Roho Mtakatifu yuaongea ndani yako. Yani unahisi anakuambia nini, anakuzungumzia nini. Usipuuze roho, sauti ya Roho Mtakatifu. Ukipuuza unapotea.
Ukipuuza, hata moyo wako unadhoofika tu. Maisha yako ya kuomba yanadhoofika, yanakuwa yana nguvu kamwe ama tena. Usipuuze sauti ya Roho katika maombi yako. Tukae katika maisha ya kuomba kila wakati. Hilo tu ndilo silaha ya Mkristo. Hakuna mahali pengine. Lakini kwa kuomba tu, tuishi, tukae katika maisha ya kuomba kila wakati, na tusipuuze sauti ya Roho Mtakatifu. Ninakutakia Jumapili njema, ibada njema, mahali popote pale utaweza na kuabudu. Watumishi wote wa Mwenyezi Mungu ambao wataweza na kusimama pale madhabahuni, wakaweze na kuhudumia kanisa la Mwenyezi Mungu. Mungu awe nanyi, Mungu akawabariki. Roho wake Mtakatifu akaweze na kuwatumia kama chombo chake. Pia wewe mtazamaji wangu, tena ninakushukuru. Umekuwa pamoja nami, ukatembea nasi, mimi na Pastor Ruth, ukawa pamoja nasi ukifuatilia kipindi, ukifuatilia mafundisho yote. Mungu na akubariki. Mungu awe pamoja nawe, akakukumbuke katika maisha yako. Na nikikuacha na hili neno kwamba tukaweza na kukaa maisha ya maombi kila wakati. Mimi ni Pastor Lucy Michael. Bye bye.